Mimi nawaambieni tayari tuna baadhi ya viongozi wa chama tena wenye ngazi zao nzuri tu wanashiriki kuhujumu jitihada za madiwani pamoja na wabunge wetu. Na tunashughulika nao. Sasa usiingie kwenye huo mtego. Majimbo yetu ya mkoa wa Njombe yote 6, na hakika Chama cha Mapinduzi kwa kazi zilizofanywa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia wabunge wetu na madiwani na wenye serikali za mitaa kwenye vijiji vyetu, tunakwenda kushinda majimbo yote 6 ya uchaguzi. Na hapa Njombe hatuna wasiwasi. Ndugu yetu Deo Mwanyika amefanya kazi iliyotukuka ambayo inapigiwa makofi na kila mwananchi. Kwa kweli hatuoni sababu ya jimbo la Njombe au jimbo lingine lolote mkoa wa Njombe kupotea kwenda upinzani. Sisi moye. Kwa hiyo waenezi wenzangu, tutembee na line ya kwenda kutafuta kura za Chama cha Mapinduzi za madiwani wote na wabunge wote na Mheshimiwa Rais ziwe nyingi zaidi. Na tungetamani siku ya uchaguzi mkoa wa Njombe tuongoze kwa kura za madiwani, wabunge na rais kwa nchi nzima. Jambo ambalo limefanyika kwa miaka yote na tunategemea tutaenda kufanya tena mwaka 2025 kuelekea 2030. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Na mwenezi, kama unatarajia kugombea, tupate taarifa mapema ili tujipatie waenezi wengine, tuwafundishe, tuwaelekeze, ukaichapie kazi hizo, wewe ukakae pembeni, usituvuruge mchakato wetu. Sisi mmoja. Naamini hili litakwenda mpaka wenye vitu wa matawi, kata na wilaya wote ambao wanataka kugombea. Mwenyekiti wa CCM taifa jana ameshasema kwa habari ya madedi, madisi, wakuu wa wilaya na watumishi wengine wanaotaka kwenda kugombea, watuachie mzigo sisi na kutuvulia kwenye uchaguzi. Sisi hatutaki. Sisi mmoja. Sisi hatutaki. Kama wewe unaona kugombea, acha mapema. Kwa utatolewa na chama na fika katibu mkuu atatoa. Acha mapema, tuachie nafasi yetu, tutafute mtu mwingine, mwanachama mwingine mwaminifu asimamie zoezi la uchaguzi. Ili na wewe ukae pembeni huko. Kwa katibu mwenezi una wajibu wa kufuatilia utekelezaji wa sera za Chama cha Mapinduzi na ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na sasa hivi tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu wa 2025 hii. Katibu mwenezi wa kata na tawi, ningetamani kwenye mikutano yako ya hadhara utakayo kwenda kusimama na kuwanadi wagombea wetu wa udiwani, uwe una taarifa za kutosha utekelezaji wa ilani wa kipindi cha miaka 5 2020-2025. Nini kimefanyika kwenye kata yako? Nini kimefanyika kwenye tawi lako? Halafu unakuwa tayari ilani si unayo? Imeshatoka ya 2025-2030. Unazungumza mipango ya mbele ya Chama cha Mapinduzi kupitia serikali yake, tunakwenda kufanya nini? Sisi mmoja. Ameeleza katibu wa wilaya hapa, usiende kwenye mkutano unatambulisha tu viongozi halafu nakaa chini. No, sio kazi ya mwenezi. Na niwaambieni, mwenezi kazi yake sio kuimba tu. Ndio maana mimi naimba ovyo. Sisi mmoja. Natakiwa kujua mambo ya kuyafanya yaliyofanyika kwenye eneo lako. Ukizungumza kusema hali ya kisiasa, unazungumza mambo yaliyotendwa kwenye eneo lako. Na makatibu waenezi, tupunguze uoga na kurudi nyuma. Kwa katibu mwenezi una wajibu wa kufuatilia utekelezaji wa sera za Chama cha Mapinduzi na ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na sasa hivi tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu wa 2025 hii. Katibu mwenezi wa kata na tawi, ningetamani kwenye mikutano yako ya hadhara utakayo kwenda kusimama na kuwanadi wagombea wetu wa udiwani, uwe una taarifa za kutosha utekelezaji wa ilani wa kipindi cha miaka 5 2020-2025. Nini kimefanyika kwenye kata yako? Nini kimefanyika kwenye tawi lako? Halafu unakuwa tayari ilani si unayo? Imeshatoka ya 2025-2030. Unazungumza mipango ya mbele ya Chama cha Mapinduzi kupitia serikali yake, tunakwenda kufanya nini? Sisi mmoja. Ameeleza katibu wa wilaya hapa, usiende kwenye mkutano unatambulisha tu viongozi halafu nakaa chini. No, sio kazi ya mwenezi. Na niwaambieni, mwenezi kazi yake sio kuimba tu. Ndio maana mimi naimba ovyo.
CCM oye. Natakiwa kujua mambo ya kuyafanya yaliyofanyika kwenye eneo lako. Ukizungumza kusema hali ya kisiasa, unazungumza mambo yaliyotendwa kwenye eneo lako. Na makatibu waenezi tupunguze uoga na kurudi nyuma. Yaani wewe mwenezi ndio uwe chachu ya kuandaa ule mkutano, kwa sababu umeshafundishwa, umejua mipaka yako na umejua nini. Mheshimiwa mwenezi, kuna baadhi ya wenezi kwa tukienda kwenye vikao, ukimkuta mwenezi anakaa chini anatambulisha mkutano, anapiga kwanza ilani pale. Nisikuweka usi mwenezi au unataka kata ya huyu jamaa. Anasema hapana katibu, wapo hapa. Kwa hiyo hivyo ndio inavyotakiwa. Sio unatambulisha tu kwa sababu umekuja katibu au umeshakaa kule, hapana. Nyie tunawatambua sana na tufanye kazi kwa umoja na mshikamano, tushirikiane na viongozi wa chama. CCM oye.